Unatizama Nondo TV. Wale ifanyike popote katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni jibu kwa malalamiko ya wafugaji wanaoshutumu kushambuliwa na kuuawa kwa wanyama wa ufugo na magonjwa mbalimbali. Asante kwa kuwa nasi wengi. Ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Mkusanyiko FCC Front Commun pour le Congo unashutumu kushikwa kwa mmoja wa wakuu wake, waziri wa zamani wa madini Martin Kabwelulu, katika makao yake mjini Kinshasa na kupelekwa nafasi isiyojulikana. Tangazo ya mkusanyiko FCC imejulisha kwamba huenda waziri wa zamani wa madini alishikwa na watu wenye silaha na kupelekwa katika gari ya aina jeep bila kujulishwa sababu yoyote na kupelekwa mahali isiyojulikana. Mbunge wa zamani Musa Kalema, moja wa wakuu wa mkusanyiko FCC na kiongozi wa chama Leader de Vertu Républicaine, anaomba Martin Kabwelulu aache huru sasa na bila shurti yoyote, na pia atolewe ahadi ya haki ya utetezi. Upande mwingine, waziri wa sheria alizindua siku ya tatu jumba la sasa la sheria la mji wa Kalemi jimboni Tanganyika. Ni jumba lililojengwa na shirika la PNUD katika mpango wa pamoja wa Umoja wa Mataifa wa usaidizi wa matengenezo ya sheria kupitia fedha kutoka serikali ya nchi ya Sweden. Jumba hilo la sheria linapaswa patia matumaini wanaotendewa sheria, alijulisha Constant Mutamba katika masemo yaliyochukuliwa na kutafsiriwa na Pole Munanga. Que ce palais puisse aider également. Naomba mahakama hii pia isaidie kuinua ubora wa haki yetu, ili watu wa Tanganyika na watu wa Kongo kwa ujumla wajikute katika ungawaji wa haki mjini Kalemi na katika jimbo la Tanganyika. Kwa hivyo watu hawapashwe kukwepa kwenda katika mahakama hii. Ni lazima iwe mahakama inavyohakikishia wale wanaotafuta haki, na hii itategemea mtazamo wa mahakimu na tabia zao za kila siku. Kila hatua mahakimu wanachukua lazima wayahakikishie kuwa inaunga mkono matarajio ya idadi ya watu. Mahakama hii lazima iwe makazi ya wale ambao familia zao hazina majina, kama wanasema, kwa wale ambao hawana fedha kwa kukabiliana na haki. Mahakama hii inapasha kuwa kimbilio la wanyonge. Hapa pia ni mahali ya kualika mahakimu wa jimbo la Tanganyika kuyatengeneza vema ili kuepuka kuyaharibu siku, wiki, miezi ijayo. Dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui suivent. Uchunguzi wa ubunge. Kiongozi mkuu wa OVD alisikilizwa siku ya tatu na wanabunge wa taifa. Huyo alijibu kwa swali la mbunge wa taifa Doli Chilombo anayeshutumu uharibifu mkali wa mabarabara na mifereji mjini Kinshasa pamoja na mafuriko ya maji. Kiongozi mkuu wa OVD Victor Tumba alisema sababu ni ukosefu wa fedha kwa makazi ya ukarabati wa mabarabara. Hata hivyo, jibu hiyo haikufurahisha wanabunge wa taifa. Basi magari ya usafirishaji 400 kutoka mpango wa serikali ya jamhuri uitwao Esprit de Vie yanazuiliwa kunako bandari ya Matadi jimboni Kongo Central. Habari ilihakikishwa na kiongozi wa mpango ule unaoungwa mkono na wizara ya usafiri. Silva Lemba anasema ni tangu mwaka wa 2023 ndiyo shirika lake linasubiri basi hizo ajili ya kuzitumikisha katika usafiri mjini Kinshasa. Taarifa ya Asker Zigbiatayoro, usomi wa mshiriki wetu wa Kindu Florence Kizalunga. Kuanzia Machi mwaka 2023 hadi Mei mwaka 2025, mabasi 400 yaliyoojiwa yamekuwa yakilala katika gala la Matadi kwa miaka miwili bila kufuatwa. Silva Lemba Kisindu, mratibu wa programu ya Esprit de Vie, hawezi kurudi. Kulingana na yeye, kutolewa kwa mabasi haya kunahitaji malipo kadhaa kwa forodha. Kwa maneno wazi, kulingana na mwezi huyu wa wizara ya uchukuzi, ilikuwa hali ya Kongo ambayo iliamuru kundi hii la basi ni kwa serikali kulipa gharama za kusafirisha mabasi haya kutoka kwa mashua yao kutoka Korea kwenda Matadi, na zaidi ya hayo kulipa ada ya kuhifadhi, kikwazo pekee ambacho kinazuia kibali kamili cha forodha cha magari haya. Baadhi ya wakaaji wa Kinshasa wanaofahamishwa juu ya uwepo wa mabasi haya kwenye bandari ya Matadi wamejiswali na kusema mara tu hiyo mabasi yakifika Kinshasa yatatembelea kwenye barabara gani?
Punde walimu wa jimbo la elimu la Mai Ndombe ya 3 wataanza pokea mishahara yao kawaida na bila kuchelewa. Hatua hiyo inatokana na ombi na mkataba kati ya serikali ya jamhuri na muungano wa watetezi pamoja na shirika la malipo la Colombe. Kisha mazungumzo mjini Kinshasa, shirika hilo la Colombe lilikubali kusimika kituo chake jimboni Mai Ndombe kwa malipo ya walimu, jambo lenye kufurahisha kiongozi wa muungano wa watetezi wa walimu wa eneo hilo Giscard Mbukela, mwenye kushutumu kuchelewa kwa malipo ya mishahara ya miezi 2. Muungano wa mashirika ya utetezi wa madaktari na wafundi wa wanyama wa ufugo unadai kampeni ya chanjo ya wanyama wale itawanye katika taifa lote. Wakati wa mkutano na wapasha habari siku ya 3 mjini Kinshasa, kiongozi wa muungano huo alisema aliarifiwa na wafugaji wa majimbo yote kuhusu kushambuliwa na kuuawa kwa wanyama wa ufugo kutokana na magonjwa mbalimbali, kisha kuanzishwa na waziri wa uvuvi na ufugo katika majimbo ya Kwilu, Kwango, Kongo Central, Lualaba na Okatanga. Muungano huo unapendekeza miradi ya kupinga magonjwa ya wanyama wa ufugo yanayoambukia pia watu ifanyike popote katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mafasirio ya mtaalamu wa sekta hiyo Emmanuel Mugaruka. Ile kampani ni ya muhimu sana kwa kuona kulikuwa deja malalamiko ya wakaaji wa dongo, wafugaji wa manyama, ngombe, mbuzi, kondo zaidi. Kuna ulalamika juu manyama zao zilikuwa zinakufa, wajua juu ya nini. Juu tuona nani Ministère ya Pêche Élevage ilijitahidi wanaita vaccin juu ya kunani ya kuweza kuzitunza zile zenye azipata magonjwa, kuzikinga kwa ile magonjwa. Ndio walianzia Kenge, poiske ni malalamiko ilianzia ni Kenge na Kwilu, ndio tunaendelea Kuseng province. Magonjwa yako fasi yote. Pale ndio tulianzia beti naomba kama tumeweza ili kuvertiri ya Seng province na zingine zote zinabakia na vile batupatie nani mwaye ya kuingia ingine 20 provinces zenye zinabaki. Ndio kwa magonjwa zingine baliita nani zoonoze. Ile zoonoze maana magonjwa inatoka kwa nyama inaingia kwa batu. So nani monkeypox inatoka sawa, nani rash nayo inatoka kunama inaenda kubatu. Ebola ile magonjwa zote zinatoka zinaua batu na sharbo mtu akikula tu nyama yenyewe iko na ile sharbo anakufa mara moja na jamaa yake yote inazimika na kufa. Kwa kushiriki na kufaulu kwa kampeni hiyo, muungano wa watetezi wa madaktari wa wafundi wa wanyama wa ufugo unaomba kutolewa kwa malipo ya wafundi 5 wa sekta hiyo kutokana na mikataba ya mwisho yenye kuchelewa hadi sasa. Upande mwingine, wahanga wa mvua kali ya tarehe 9 hadi 10 mwezi huu wa 5 katika kijiji Kasaba mtaani Fizi wanatabu kwa kuanza maisha ya kawaida bila makao wala chakula na hata matunzo. Walitembelewa na waziri makamu wa mambo ya ndani, jambo lililo wafurahisha. Alisindikizwa huko na liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini pamoja na kiongozi wa mtaa wa Fizi. Mafasirio ya Sami Badibanga anatafsiriwa hapa na Florence Kizalunga. Tumeona hata maiti kadhaa ambazo bado ziko chini ya ardhi na harufu mbaya ambayo inatuonesha kiwango cha janga hili la kibinadamu. Sasa makamu wa waziri wa mambo ya ndani anayesimamia masuala ya kitamaduni amepana pole zake za rambirambi kwa familia zote zilizokumbwa na hiyo msiba. Alifafanua kuwa dhamira yake ilikuwa kuja na kutathmini sababu za uharibifu wa msiba wa asili na familia zilizotembelewa. Waziri aliahidi kwamba hivi karibuni ujumbe mkubwa na mkuu wa waziri wa mambo ya jamii utakuwa huko Kasamba kuleta msaada mkubwa wa kimsingi na sio chakula, ili kupunguza idadi ya watu ambao wamepoteza karibu kila kitu. Tunapata kijiji ambacho kinajaribu kuzaliwa upya kutoka majifu yake. Makamu waziri kwa niaba ya mkuu wa nchi anatoa pole za rambirambi kwa familia zote na mwisho ujumbe ulirudi. Hatimaye jimboni Kivu ya Kusini, mapambano makali yaliendeshwa siku ya 3 kati ya wazalendo na wanamgambo wa AFC M23 kando ya mbuga la taifa la Kauzi Biega mtaani Kabare. Kinyume kuna ripotiwa na makundi ya wahami wapya. Wakaaji wote wa kijiji cha Kabushwa walikimbia eneo hilo. Peke yake ni wanamgambo wa AFC M23 ndio wanaonekana katika kitongoji hicho cha karibu wakaaji 10,000. Karibuni sasa kusikiliza sehemu ya pili ya matangazo yetu pamoja na mwenzetu Elise Kavira. Radio Okapi,
invité en Swahili. Leo tunapokea Grace Malosi. Yeye ndiye kitovu cha mgawanyiko wa masuala ya jamii wa mkoa. Na Kifaransa tutasema Grace Malosi ndiye point focal ya Division Provinciale des Affaires Sociales, kwa kifupi DIVAS, kwenye kituo cha wakimbizi huko Kigonse. Yeye ni kiongozi wa Espace Ami de l'Enfant iliyotelekezwa na DIVAS kwa usaidizi wa UNICEF. Kituo hiki cha watoto kinatumika je? Grace Malosi anajibu katika maongezi yake na Sadiki Abubakar. Bibi Grace Malosi, jambo. Jambo. Unasimamia ile centre banaita Espace Ami de l'Enfant. Utuambie faida yake nini na unafaa kazi kani kila siku na watoto? Bon, Espace Ami d'Enfant ni centre yenye DIVAS na jenga na appui ya UNICEF. Na ile centre bali concevoir wakati fujo likuwa kujugu, batu mingi likuya hapa na spesialma ile li affecte batoto. Na batoto mingi bengine banaona bali vivre ile situation ya njugu, bazazi bana kufa, ili affecte babo negativement. Njo DIVAS na UNICEF baliona iko mzuri kuona namna ku detraumatiser batoto a partir ya ba activite fulani hivi. Na activite le tuko nafanya enye tasaidia batoto kwa jiretrouver, kwa kuvivre ndani ya furaha kidogo enye balikuwa naye kule kujugu, na kwa ajili ya kuwasawisha ile mambo ya ajabu ambao waliishi njugu, poke waiwe kama maisha ni ya kawaida. Unaokipe namna gani kila siku? Tuko na ba activite sawa écoute, tunabasikiliza. Wakati tunabasikiliza, kama mtoto mmoja kuna problem spécifique, tunaba orienter vers TPS. Juu ba TPS bana gérer cas par cas situation ya kila mtoto, na réponse iko vile kufuatana na situation yenye aliishi. Alors, tunafanya écoute, tunafanya sensibilisation. Activité ingine iko lié na apprentissage. Ile apprentissage zaidi na concerne batoto bakuba. Babo njo banapenda activité le sana, ujuu itaba prepare ku maisha yabo. Kushona par exemple nape, kutengeneza tapi, juu ile njo njia ya kupata ta pesa kidogo, mambo ya kutimiza mahitaji yake. Ile activité tuko na apprendre na inainteresse batoto fulani sana, bafie surtout activité de compétence de vie. Na kuna pia michezo fulani? Ndio. Iko par exemple activité culturelle ya mungini yabo, activité ludique. Batoto banacheza cartes, mangola, tennis, corde, baje balikuwa cheza kule, njo biko na cheza pamoja, banajiretrouver kufasi moya, inaleta sasa banasau enye baliishi kule, banapata hewa ingine. Na kuna pia hali moya ambao tunaona kwamba watoto wengi wa wakimbizi wanapitiza mchana yao na usiku, hata wengine katika ville wanaenda na wanaomba, wanafanya makazi fulani, kisha wanarudia magharibi kwa site ama kwa kambi, wengine wanalala hata kuville. Namna gani hiyo changamoto mnaitoa majibu kufuatana na hiyo activity mnafanya watoto hapa? Tunafanya ka sensibilisation, tunasensibiliser batoto, tunasensibiliser pia bazazi, mais c'est encore un défi. Juu batoto ngali kwanza mingi kati ya ville, mais il y a un problème. Tuko naona ule batoto ko vraiment maltraité, mais situation ina dépendre na hali ya site. Bazazi banakosa kitu ya kukula, ile natia bazazi bengine banaenda ku shamba, banaacha batoto babo peke, kisha batoto banaenda kuville kumandie kufanya bakazi fulani. Vraiment iko si vile inatuleta susi sana. Tunasema na bazazi, ile batoto naenda kuville banapata shida, konsekansi iko narudia juu yabo. Par exemple, akipata aksida, yenjo tateseka kudawa, atateseka na ba problemu mbalimbali, franga. Hivi bazazi bafanya nguvu, basiacha batoto baenda kuville, batoto babakia kumungini, bafanya aktivite ku EAE, bengine baenda ku masomo, benye biko ku masomo. Na ku gouvernement tutasema njo si DIVAS kufanya plaidoyer ku niveau mbalimbali, hivi bapima kuongeza nombre ya classe ku espace hapa kuselike. Par exemple, ekole moja iko karibu nasi hapa, kuongeza nombre ya salle yenye takamata batoto mingi, na
Divas a organisé école de rattrapage par-ci par-là, na kisha tutasema peut-être bafanya plaidoyer par rapport na peut-être chakula kusite itapermettre bazazi basiacha batoto bao benye bapata chakula hivi basitambuka mambo ya kumandie ku ville. Bibi Grace Malosi, asante. Asante. Radio Okapi, dossier en Swahili. Mjini Beni, nyumba nyingi zimebomoka na watu wengi wamepoteza maisha kutokana na ukosefu wa njia ya kupitisha maji ya mvua, majengo karibu ya mabahari na nafasi zingine zisizofaa katika mji. Je, itawezekana kuhepuka majanga kama hizi siku zijazo? Mark Marofimbo anatuelezea kwa ndani. Hali hiyo yaonekana kote mjini Beni kunakopitia mito zinazohesabika hapa mjini. Watu wanajenga kiolela pasipo kuheshimu sheria. Nani basi ni muhusika na kuweka utaratibu haya? Kwa kweli, Benjamin Asimoni ni kiongozi wa shirika la JPSP mjini Beni alisema, ni serikali ambayo inakuwa na ile ujuzi ya kujua hapa mtu anastahili kujenga na anastahili kuishi. Wakati mimi nimeuza kama mkazi, mimi najua tu kama iko devari yangu kama mzazi ama sijui napenda familia siku moja iishi mahali pazuri, nauza. Ni kwa serikali kunyorosha kama kunakuwa lua fulani sheria ambazo zinakuwa kwa nchi yetu. Sheria ni kwa kuweza kuongoza mwenendo ya wakazi katika mji fulani, katika nchi fulani. Wakati wananchi wanafanya vitu, ni wanasheria wale ambao wanashitakia kuheshimisha sheria mbalimbali kwa kila maswala, ni wao watakuja kuonyesha uangalifu wao. Nia hiyo yasimamiwa pia naye Jean-Paul Kapitula, kiongozi mjini wa chumba cha kazi ya ukingo ya jamii. Anayehusika na mambo ya ardhi ni wandugu zetu wenye kutumika kwenye chumba ya udongo, tuseme kadastre. Ni wao wanahusika wa kwanza. Na ya pili sasa, kiongozi wa mji anahusika na kuyaongoza yale mambo, kwa sababu kuna commission kubwa ambayo inaweza kufuatiliana ile mambo. Ni kama wale wa kadastre, urbanisme, habitant na titres immobiliers. Kuna kuwa wale wa aménagement du territoire, pia protection civile, kwa sababu sisi tunahusika na majanga, environnement pia wanakuwa pale. Ni watu wengi wakikaa na commission inakuwa kubwa, watu wanafuatilia hili jambo, tunaweza kuboresha sio tu mji wa Beni, lakini pia miji ambayo inaizunguka Beni. Mafuriko inaendelea kuwatesa watu. Matokeo ni mengi sana, alisema Moiza Dirodu, muhusika na chumba cha kazi ya mazingira mjini Beni. Kunakuwa vile pollution des eaux, maji wakati inakuwa na mchafu mingi inaleta malali kwa watu, tunasema maladie d'origine hydrique, na ile inakuwa na madhara mengi kwa sababu mtu anatupa uchafu huku yulu na kule chini wanatumikisha ile maji. Ile maji inakuwa na riske ya kukontamine watu, na maji wakati inakuwa nyingi sana inabomola manyumba, destruction des infrastructures, inabomola manyumba, maekole na vitu vingine, na inaacha erosion inabaki pale. Erosion inabakia kabisa kwa sababu wametosha maelema yenye ilikuwa na maintenir udongo katika maji, na ile na provoke wanaita inondation. Kwa upande wake, kiongozi wa chumba cha mambo ya ardhi wala kadastre mjini Beni alitoa maelezo mengi, hususan mji wa Beni hivi zamani kijiji haijawahi kupewa taswira ya mji kamilifu. Na kwa mwisho kwake kumaliza na kusema yanayopitika leo Beni ni matokeo ya vurugo ya hali ya hewa wala changement climatique, na pia demographie galopante wala kuzidi kwa wakaaji kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Beni, Mark Marufimbo, Radio Okapi. Mwisho wa taarifa ya habari. Asante kwa wote walioungana nasi. Kwa irini.